Hii ni MTV Online inayokutangazia moja kwa moja kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tulionayo leo hii ni rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wa Rwanda wakutana Doha, Qatar kutafuta suluhisho kwa mzozo wa mashariki mwa Kongo. Wapiganaji wa kundi la Codeco hapa kupambana na jeshi la Uganda UPDF mkoani Ituri. Pamoja na hayo, parokia ya Kimbulu wilayani Lubero yasherekea miaka 100. Baada ya muda mrefu wa vita vya maneno na risasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi na mwenzie Paul Kagame wa Rwanda wakubali kuzungumza na kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo na kukubali kuendelea na mazungumzo kwa ajili ya amani na usalama. Wakazi wasemaje? Mwenjetu Kambale Sivanzire Serge amezungumza na wakazi katika mji wa Butembo. Medale dans le cas d'espace, bon, wa Belgera wiko pale, rebelio iko kama soutenu par nani, wiko ndio na tuagresser sana, wiko na population nakimbia. Moi je pense que kama tuna négocier sincèrement pour que paix irudie, amani irudi, pour que population ivake à leurs occupations, inaweza kutusaidia zaidi. Rais wetu hakuwa na mshimamo tu moja. Kwa ngambo yangu President wetu angalia kama tafutenile FARDC namna gani na wazalendo wale wapigane vita tu, vita taisha. Ndaka kama Sun City banenda Kenya, banenda wapi juu tu ya mazungumuzo, amani haikuwaki. Hii ni maneno tu ya kutubana kichwa. Yale ambao tunatarajia ni kwamba waweze kuzungumuza ili tupate suluhisho inayokuwa ya maana sana katika mji wetu huu wa Beni. Na mnakuwa na maoni gani kwa kifupi kulingana na mkutano huu? Mlipendelea kitu gani kama wakaaji wa Kongo hasa Beni? Ndio journaliste, kufatana na hii mpango tuliona ni ya maana sana. Na yale ambao tunatarajia ni kwamba tupate amani. Ile ndio kitu kikubwa ambao tunatarajia katika huu mkutano. Asante. Sisi kama wakaaji wa Kongo tunashukuru sana. President Felix na President wa Rwanda kuikala inamaanisha umoja. Ndio tunashukuru sana kwa hii kikao na tunaomba sana wapate kuelewana, watumbie amani, wapate kuishi katika umoja. Mekitubeshi katika Kongo tunakosa masomo ya watoto, sisi kama wakulima tuingie shambani, mabarabara zinakuwa na shida, zinakuwa tatizo mbalimbali. Ndio tunashukuru sana, tunaomba tu amani. Tuondoke katika mji wa Butembo tuelekee huko mkoani Ituri ambako wapiganaji wa kundi la Codeco mkoani Ituri hapa kupambana na jeshi la Uganda UPDF katika mkoa wao, hasa katika vijiji tofauti wilayani Jugu ambako jeshi la Uganda UPDF kwa sasa wameweka kambi kwa ajili ya kurejesha usalama ulioyumbishwa kwa muda mrefu. Baza Zupa Gershom ni msemaji wa Codeco. Balikiana tutesa, baache kututesa. Na sasa ichi yetu iko agrese, tuko vile na objectif ya kusaidia ichi. Unadhani inawezekana kumaliza hii konfli huku mu province ya Ituri kwa njia ya amani? Ndio. Naomba watu baongee, watu bakale. Watu baongee, njo tunawaza ile konfli inaweza isha mbio. Kama gouvernement bie wajeshi ya ichi ngini wanakuja kupigana na si, hatutakatala, tutapigana tu. Hakuna shwa, hakuna nafasi nye tutaenda. Hapa sasa tulisikia mkuu wa majeshi ya Uganda anasema kama kuna vikosi vyake vitakuja huku Ituri kupiganisha Codeco. Wewe bon, kama anakuja, anasema anakuja kupigana na sisi wa Codeco, hakuna boka, tuko na msubiri akuje
tupigana na yeye, na kama anapata shida haiko makosa yetu, kwani haiko sisi juu tunatoka hapa tunaenda kumchokoza kwake. Iko yeye peke, yuko nakuja kama anapoteza watu wake, majeshi yote iko chini ya responsibility yake, na yeye njo ataasime responsibility yake. Haiko si na tuko tayari, tuko najitayarisha kabisa juu ya kumupiga. Hata hivyo tumezungumza naye Costas Mbagalwa akiwa katika mji wa Bunia kuhusu hali mkoani Ituri. Kama kwamba hali iko mbovu kwa sasa huko Fataki mtaani Jugu, wapi ambapo waasi wa Codeco wameendelea mapambano yao na wapiganaji wa UPDF. Wanaendelea kupigana, kwani wao wanasema hawataki kuona wajeshi wale wa UPDF kuonekana ama kushika kambi zao pale Fataki. Na shida inaendelea, hiyo ndikimbia kwenye kambi za MONUSCO za jeshi la Umoja wa Mataifa, na ni hapo ambapo wakazi wote wa Fataki waliweza kukimbia ili ya kuepuka shida fulani ambazo wakati ya mapambano kati ya Codeco na UPDF. Tunasikia kwamba leo wamepigania katika kijiji gani? Pardon hapa? Tumesikia kwamba wanapigana leo. Wanapigania katika kijiji gani? Kwa sababu tuliona UPDF ikisema kwamba lazima wakazi waanje kurudi kwa sababu wamerudisha usalama. Ndio, walisema hivyo, lakini hali haikuwa mzuri kwa kuita watu warudi huko. Kwani wapiganaji wa Codeco au vile wanasema hawataitika wa UPDF kufika huko, kwani ndani ya majeshi ya UPDF kunapatikana vile majeshi fulani wapiganaji fulani wa Zaire ambao walikuwa wanaonekana kati ya jeshi ya UPDF, na hiyo ndio inaleta vurugo sana, na wao wanakataa kabisa kuona UPDF kufika huko na kuendelea kazi zao. Wanapigania wapi? Katika kijiji gani? Wanapigania Fataki kwa Walendu Jati, donc ku groupement Fataki ndani ya sultani ya Walendu Jati. Suluhu ni moja. Suluhu ni kuona kwanza namna gani government inaweza kamata hatua nzuri ya kuweza kusaidia raia. Kutoka Ituri tuko Beni ambako Wizara ya Afya yatangaza chanjo zidi ya maradhi ya MTN. Shughuli hizo zimefanyika katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, naye Priska Luanda Kamala pamoja na madaktari wengi wa serikali. Kampeni ya usambazaji wa wingi wa dawa za ugonjwa wa kitropiki MTN zilizinduliwa rasmi, ikiwa diwani mkuu wa gavana wa mkoa huo anayesimamia afya B Priska Kamala ambaye alifanya sherehe hii katika eneo ya meya wa mji wa Beni. Kampeni hii inalenga sana mapigano dhidi ya magonjwa ambayo mara nyingi hupuuzwa na jamii, lakini ambayo inawakilisha hatari ya kweli kwa afya ya umma. Magonjwa yalilengwa na ni magonjwa yanayolengwa ni onchocercosis, bilharzia, schistosomiasis na minyoo ya tumbo. Programu hiyo inapanga kupokea jumla ya wenyeji 1448,386 wa eneo la Beni wa onchocercosis ni na 1086,815 onchocercosis. Njia hizi, ingawa wakati mwingine hupuuzwa, zinaweza kuwa ni hatari kubwa kwa afya ya idadi ya watu. Kwa majina naitwa Dr. Hippolyte Sangala, niko coordinateur wa programme inayohusika na kupiganisha magonjwa ile tunaita maladie tropicale négligée. Kwa leo tunapatikana hapa kwa mtaa wa Beni, ku mairie ya mtaa wetu wa Beni, nikikuya lancer kiserikali kugawanya dawa inayopiganisha magonjwa hii tunaita filaire ama onchocercose, na magonjwa ile ingine tunaita schistosomiase kwa watoto wa masomo, watoto wa miaka 5 mpaka miaka 14. Lakini magonjwa ya filaire hiyo onchocercose inaelekea watoto wakaaji wote kuanza miaka 5 mpaka kupanda juu.
wa baba, wa mama, wakubwa wote wanapaswa pata dawa ili tupiganishe magonjwa ile ya kisesi ani filaire. Ni hayo njo iliacha tunafika hapa kwa siku ya leo ili tukue kulanse ile activite. Tukitoka Beni tunakwenda wilayani Lubero, hasa katika mji wa Kimbulu, kilomita 15 kusini mwa mji wa Musienene, ambako leo hii wakazi wa mji wa Kimbulu wamecheza na kucheka wakati wa misa takatifu iliyosomwa na kiongozi wa diosezi ya Butembo Beni Paluku Sikuli Melkisedeki, ambaye alisoma misa ya kuadhimisha miaka 100 tangu neno la Mwenyezi Mungu lianje kupewa kwa wakazi wa Musienene, hasa Kimbulu. Tarehe 19 parokia Kimbulu katika diosesi ya Butembo Beni imesherekea miaka 100 tangu ilipoanza, hii ikiwa hatua kubwa katika kutangaza neno la Mwenyezi Mungu hapa katika mji wa Kimbulu wilayani Lubero. Nazungumuza na baadhi ya waumini wa Katolika. Mimi naitwa Katembo Germain Tsongo wa Kimbulu. Tunasherekea siku kuu ya leo kwa juu tumemaliza miaka 100 kanisa na imeingia hapa Kimbulu, na njoo ilikuwa furaha kubwa kwa Wakristo wote, sisi sote kwa kuwa tungali hai tuweze kusherekea hii siku. Kristo kenye mimi napashwa kuambia kwa kumaliza ile miaka 100 kanisa na imeingia hapa, mimi naambia Wakristo kwamba tunapashwa kuwa na imani. Sisi sote tunakamilisha hiyo siku kuu ya miaka 100 na Kristo, na tumemuingiza katika roho zetu, na tunapaswa kuwa na imani, usiwe watu wenye kufanya dhambi, ila tu imani na Mungu ataweza kukumbuka hiyo miaka 100. Na mimi inaitwa kwa Katembo Germain Tsongo wa Kiboya. Mimi naikala pale Kiboya, niko mkatolike karismatike. Nikavira Florence Meso, niko mwendresesere. Na ndio maana sai leo hii tunasherehe siku kuu ya centenario, kushukuru Mungu kwa kuwa ametufikisha kwa siku ya leo na tuko hai. Leo nishaikuta huru, nishasema Mungu anafaa bie kutufikisha kwa siku ya leo, japo tulipata magumu, mazulumu katika inji, Mungu ametufikisha kwa siku ya leo na tuko hai. Mimi nasema Mungu shukrani, asante kwa kutufikisha kwa siku ya leo. Japo hali kiusalama inayotisha, watu wengi wamewasili leo Kimbulu, wote wa kisifu hatua na miradi mikubwa ya kanisa Katoliki.
wameshiriki. Watoto wa baba, wazee kutoka sehemu mbalimbali wamefika kuhudhuria misa takatifu, japo mvua kali, ila wote wameshiriki kabisa. Misa hii imesomwa naye Askofu Sikuli Melkisedeki, mkuu wa diocese Butembo Beni. Mimi ni Frere Antoine, shirika la Franciscan. Wanafika hapa ni kwa ajili ya kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotujalia katika maisha yetu. Kwani kwa siku ya leo parokia Mtakatifu Yosefu inafanya siku kuu ya kusherekea miaka 100 tangu wa misionare walikuja hapa kupasha habari njema ya wokovu, habari yake Mungu, kutangaza Injili. Ni miaka 100 ambayo imeweza kuisha kwa siku ya leo. Tunafanya siku ya kufunga mwaka huo wa jubileo. Unaona tangu jana mvula ilianza kunyesha, na hii busubuhi inakuja tena. Wenyewe unaona gisi wa Kristo walijiandaa kusomea misa hii nje, kwani watu wanapaswa kuwa wengi. Kanisa ni kidogo, lakini patana na hali ya mbula taangalia kama ibada hiyo itaweza kusomewa wapi. Wakristo, ujumbe ambao tunapaswa waambia ni kuwatakia siku njema ya mwaka huu wa jubileo. Na nilisahau kitu kimoja, katika siku kuu hii, misa hii takatifu, kutakuwa vile upadirisho ya frere mmoja ambaye ni wa mshirika ya wa Sacré-Cœur de Jésus, ambaye ataweza kupokea daraja yake ya upadirisho. Ndio maana ujumbe ambao unatolea wa Kristo ni kumsaidia pia huyo padri katika kazi yake ya kitume, na gisi walishakapokea habari njema ya wokovu hapa Kimbulu, waendelee kuonesha matunda ya hiyo habari njema kupitia matendo yao mazuri kama wa Kristo. Kimbulu imekuwa moja wapo katika historia ya kanisa Katolika katika diocese ya Butembo Beni, ambako sasa kumekuwa mapadri ila Wakristo wa eneo hili wakiomba usalama na kuomba wanajeshi kulinda wananchi kuliko kuwanyanyasa. Mimi ni Tofil Katavali, MTV kutoka Kimbulu. Ni hayo kwa siku ya leo. Endelea kufata na kusikiliza MTV Online.